Naam, mpenzi mtazamaji wa Misia Sun TV, ni muda wako mzuri wawe kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunipa macho na kunitegea sikio. Mimi ni Lwendo Safari. Karibu. Tuanzie na huko Mukera, kijiji kinachopatikana katika sekta Mutambala tarafani Fizi, ambako watu watatu kujeruhiwa kwa risasi, akiwemo askari mmoja wa jeshi la taifa FARDC. Ndio matokeo ya milio ya risasi iliyosikika kwa wingi na kwa muda mrefu katika kijiji cha Mukera, sekta Mutambala tarafani Fizi, Jumanne ya tarehe 17 Aprili mwaka huu. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo askari jeshi wa taifa FARDC walikataa oda ya kwenda kwenye shamba la vita bila kupata mishahara yao, ndipo wameanza kupiga risasi nyingi kwa hasira. Habari ya usalama mdogo imehakikishwa pia na mkuu kiongozi wa Mukera Bwana Mboka Ishetu Mbola 13. Kijiji kilishinda leo mwali ya ukosefu wa amani. Kisa cha ukosefu wa amani ni wanajeshi wanakataa watapanda milimani kuvita na kabla hawajapewa pesa zao. Ndio sababu ya fujo, masasi ndio sana Mukera. Ilizorotesha kabisa hali ya usalama. Raia wamoja walikimbia porini na wengine walikimbilia vijiji jirani. Hivi muda huu naongea na wewe, niko natoka kuongea na wakuu viongozi wa jeshi kwa kutafuta usalama. Intervention ya wazalendo ilitokea. Baada ya intervention ya wazalendo, kwanza kabla ya wao baada ya kupata kuliumia wanajeshi mmoja alipata masase ikatoboa tumbo, na mzalendo mmoja akapata blessure pembeni ya jicho kukichwa, na raia mmoja akapata blessure kwenye mguu. Ndio bila ile walikuwa wanapenda wampige kiongozi wao ile masase ili awapatie pesa zao, ndio ile ilipata ule mwanajeshi mwenzao. Sasa zile zenye walikuwa wanapiga ovyo ovyo ndio zenye zilipata ule raia. Ile yenyewe mzalendo walipata ilikuwa wazalendo walipenda kuwatisha wao ili labda wanaweza wakaacha kupiga masasi ovyo ovyo, ndio ile mmoja ikapata ule mzalendo. Kwa sasa hivi hali ya usalama kidogo imekuwepo, sababu tumeongea na wakuu wa jeshi ya kama wapeleke ripoti kwenye viongozi vyao ili wanajeshi wapate hela zao ili wanajeshi wasiendelee kutomboka. Na kwa muda huu jiji kiko utulivu, naona raia wanaanza kurudia mmoja kwa mwingine. Mesaji yangu kwa serikali ni kuona mwanajeshi ambaye ametoka vitani alafu arudishwe tena vitani kabla hajapata pesa zake. Ingekuwa muhimu wapewe zao ili wapate jinsi ya kurudia vitani kama vile wanavyodai pesa zao. Na wakaaji wote wa Mukera wenye kukimbia pembeni ya kijiji ya Mukera warudie, hali ya usalama imekwisha kuwa. Pa Baraka ni kwamba pesa 150,000 pamoja na simu kubwa kupelekwa. Hao ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichotokea usiku wa Jumatano ya wiki tunayo katika kata la Makampani mjini Baraka. Akizungumza na TV yako Bwana Wilonja Red, mwanga tukio hilo amesema ni pindi alipokuwa kutizama mechi iliyokutanisha Real Madrid na Arsenal ndipo wezi walivunja mlango na kuchukua vitu hivyo kama alivyoeleza hapa kwenye TV yako. Usiku wa kucha leo nilikuwa kwenye machi ya Real na Arsenal. Niliacha nafunga mnyumba. Wakati nitoka kumache nikakuta mlango uko wazi. Nikalomba toshi kwa jirani kukuta vitu vyote vinabebewa kabisa. Wamechukua manguo, viatu, wamechukua pesa, sasa 50,000 francs. Simu kubwa na kidogo. Ndani ya simu kwenye karte simu kulikuwa 30,000 francs. Mlango wa kuvunja bali wamefungua tu. Mpaka sasa wanatangazaji sijagundua mwenye alikamata vitu vile. Ujumbe wangu unaweza kaambia watu wote mwenye anaweza kumuona mtu alichukua vile vitu amwambie taratibu sana aje akavirudisha, kwa sababu mtu ajua kitu yaanza kufanaje. Ndazidi kuambia zaidi sana watoto wetu wa wazalendo wazidi sana kuwa nafaa patrouille, parce que kote kuma kampanya watu wafanye patrouille. Mtu kwa tembea sasa disikia donc hakuna patrouille tuseme. Tukiwa tuko Baraka ni kwamba mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kusikitishwa na hali iliyotokea ndani ya hospitali hiyo mchana wa Alhamisi ya tarehe 17 April 2025 kisha mzalendo mmoja kuendesha vurugu iliyopelekea vitu vingi vya hospitali kuharibika. Akizungumza na TV yako, Dr. Echakridum ambaye ni mganga msimamizi wa hospitali ya Baraka amelaani vikali vitendo hivyo huku akitoa picha ya kile kilichotokea katika hospitali hiyo. Ni kweli ndugu mtangazaji, leo pamepitika habari mambo yasiyokuwa nzuri na sio mara ya kwanza. Kukumbusha ni kwamba wiki iliyopita
kuna mzalendo mmoja alikuja hapa, akafika hapa na bunduki, akamenasha waganga, wagonjwa na akaripua hata masasi. Alipua masasi hapa, ikatoboa ukuta wa sale ya medicine interne ambao waganga wagonjwa wanawake walazwa. Siku chache baadaye mwingine alifika hapa, alikuwa ndugu yake alikuwa anagonjwa hapa. Alipofika akapenda impose ndugu yake atoke kubure. Yaani service yetu ya taxation akamwambia hapana, anapaswa lipa. Kila mgonjwa ni lazima atoe mchango kwa kila raia ambaye atakuja kuchukua huduma hapa kwa hospitali yetu. Hakupenda kusikia hivyo, akamenase waganga, akasema atakuja kuunguza hapa hospitali. Hiyo kama vile ikutosha, najua ulisikia kuna mzalendo mwingine ambaye aliuliwa siku juzi hapa kujeteme. Walikuja wenzake wanaleta mwenzao yuko mautiuti, walipofika hapa mbele ya hospitali wakapiga masasi mengi sana. Yaani wakatishia wagonjwa, wakatishia waganga, hadi kuna wagonjwa wamoja wakashikwa na mshtuko wa moyo na hali yao ya kiafya ikazidi kusorota. Leo sasa pia mmoja alifika. Kuna mmoja mzalendo alifika asubuhi. Huyo alipofika pia ilikuwa swala la kulipa. Alitaka kutoka bure. Wakamwambia hapana, ndugu yako ambaye anagonjwa lazima alipe. Hakupenda kusikia hivyo. Akasema mimi ni mzalendo, ndugu yangu lazima atunzwe bure. Sasa hapana. Kila mwana raia, hakuna raia ambaye yuko juu ya mwingine, na kila raia hospitali ina gharama nyingi. Lazima kila mtu atoe mchango. Kamenase na akasema ataua watu. Sasa wa mwisho sasa huyu ambaye amefanya ingine maajabu hapa. Mzalendo mwingine alikuja na moto kama vile mgonjwa. Waganga wakampokea kama gisi wanavyopokea wagonjwa wengine, wakaleta brancard, wakamtia brancard. Walipompeleka tu katika chumba cha urgence, akaamka ghafla na akakwenda nafasi ambayo kwa robinet, akabomola ile robinet, akamata ile byuma ya robinet, akaanza kutishia kupiga watu, akabomoa madirisha, akabomoa milango, na hata kuna gari ya zone de santé ambayo ilikuwa hapa akavunja bio. Kweli baada ya hivi vitendo vyote ambavyo nataka kuambia, waganga wana wasiwasi, wanatishia kama vitendo kama na hivi vitakavyoendelea watafanya mgomo, wataacha kutunza watu. Sisi kama viongozi tunalaani vikali vitendo kama hivi, na tunatoa mwito kwa viongozi wa serikali pamoja na viongozi wakuu wa wazalendo wachukue maamuzi sahihi ili ya kukomesha vitendo vibaya kama na hivi, ya kuatakea hospitali ambao ni nafasi takatifu. Sisi kama waganga tunaambiwa tutunze watu. Mikakati yetu ni ya kutunza watu bila ubaguzi, awe mzalendo, awe raia, awe nani, tunatunza tu. Hatuna ubaya na mtu, ila tunatoa mwito wasio wanakuja na silaha. Uwe askari, uwe polisi, uwe mzalendo, wakati anaumwa akuje, tutamkaribisha, tutamtunza, lakini asikuje na silaha. Naweza kwenda mbali zaidi, hata manguo ya kijeshi inawaza, kwa maana inatisha waganga, wanaweza wakapoteza mwelekeo wakati mwingine kwa kupitia vitisho hivyo ambavyo vipata. Huko tarafani Fizi ni kwamba mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia kuendelea na kuheshimu kanuni za afya ili kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu ambao unaonekana kupanda kwa kasi kubwa katika mtaa huo wa afya. Albert Mangaiko Sadiki ni mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, amesema ugonjwa wa kipindupindu tayari uko katika mtaa huo wa afya na ni vyema raia kuwa makini na kuheshimu kanuni za afya. Albert Mangaiko Sadiki: tumeweza kupata kesi nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika mtaa wetu wa afya wa Fizi, zaidi sana katika aire de santé za jiji la Baraka, nikitaja Mshimbake, Baraka na Mwangaza, pia katika aire de santé yetu ya Kazimia. Ni hapo tumepata ka nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika hizi siku za usoni. Wito wetu ni kuhimiza watu kuzidi kuheshimu zile kanuni za afya, ikiwemo kuosha mikono yetu mara kwa mara, kuepuka kutumia vyakula ambavyo vimepoa, na zaidi ya yote kutumikisha vyoo sanifu. Kwingineko ni kwamba mkuu wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi alifika alasiri Alhamisi huko Lubumbashi, mji mkuu wa mkoa wa Katanga, kusini mashariki mwa DRC. Alikaribishwa na viongozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na gavana wa mkoa huo Jacques Kabula Katwe na mawaziri wengine wa kitaifa wanaokaa katika mji huo wenye samani kwa shaba. Baada ya kutua kwake katika uwanja wa ndege wa Luano wa Lubumbashi, Felix Tshisekedi aliweka jiwe la kwanza kwa ujenzi wa uwanja wa ndege mpya mbele ya waziri wa usafiri
Waziri Jean-Pierre Bemba Gombo. Felix Tshisekedi pia atazindua kituo cha hospitali kilichoitwa Felix Antoine Tshisekedi wa CNSS. Katika ajenda yake, rais pia atazindua kazi ya toleo la 9 la maonyesho ya saruji iliyowekwa kwa barabara za kusini mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kazi hizi zimefunguliwa Alhamisi katika jumba la bunge la mkoa wa Katanga. Wengineko ni kwamba Marekani imethibitisha msimamo wake thabiti juu ya Rwanda na kutangaza maendeleo katika majadiliano juu ya makubaliano ya madini na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya ziara yake barani Afrika. Mshauri wa Donald Trump anayeshughulikia masuala ya Afrika Bwana Masad Bulos. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari Alhamisi, Bwana Bulos amesema, tunarudia msimamo wetu, Rwanda lazima iache msaada wote wa kijeshi kwa M23 na kuondoa askari wote wa Rwanda kutoka eneo la DRC, alisemayo. Taarifa hizi ni sehemu ya juhudi za Marekani kukuza amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bulos alisifu kuondoka kwa M23 katika mji wa Walikale, akisema kwamba ni matokeo halisi yaliyopatikana kufuatia majadiliano na wahusika katika mzozo huo. Katika sekta ya uchumi, Masad Bulos amethibitisha kubadilishana moja kwa moja na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusu ushirikiano wa madini. Afisa huyo wa Marekani pia alizungumza juu ya msaada wa Washington kwa miradi ya miundombinu pamoja na ukanda wa Lobito ambao unalenga kuwezesha usafirishaji wa rasilimali asili kwenda Atlantic kupitia Angola na Zambia. Alisitiza juu ya umuhimu wa Marekani kuhakikisha uhuru na uadilifu wa nchi zote, sio moja tu. Akihojiwa na upande wake, mratibu makamu msaidizi aliye chini ya usalama anasimamia masuala ya Kiafrika Corina Sanders alithibitisha kwamba dhamira hii ilikuwa kuendeleza mazungumzo ya amani mashariki mwa DRC na kukuza uwekezaji wa Marekani. Alifafanua kuwa misheni hiyo yenye tija sana, akisisitiza kwamba Marekani ilikuwa ikiweka mkakati wake na kuona kinachokubalika kwa pande zote. Safari ambayo iliongoza wajumbe wa Marekani kwenda DRC, Kenya, Uganda na Rwanda kutoka April 2 hadi 9 ni alama ya utawala wa Trump ili kuongeza kujitolea kwake katika bara la Afrika kwa kuunganisha changamoto za usalama na maendeleo ya kiuchumi kwa karibu. Mpenzi mtazamaji wa Misia Sun TV, bila shaka hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Lwendo Safari, ila na kuomba usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Le fils de l'homme, 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 le Kishi Moutou, le Kishi Moutou, le fils de l'homme, Bateau, le fils de l'homme.